Warigani mpenzi mtazamaji wa Yegowast TV, karibu sana katika viwanja vya Karume Stadium kutoka hapa mjini Musoma. Chokuwa kinaendelea hapa ni mchezo baina ya Musoma Veterani na Bagamoyo Veterani, mechi ambayo ni ya kirafiki, lakini ni mechi nzuri pia tulioitazama na iliyoweza kumalizika kwa sare ya goli 1-1. Na pembeni yangu hapa niko na kiongozi wa Musoma Veterani. Kiongozi, habari za saizi? Salama, habari za leo? Salama kabisa. Kwa majina unatambulika kama nani? Naitwa Mwalimu Ruben Richard Ruhende, na kwa nafasi mimi ni mwenyekiti wa Musoma Veterans Football Club. Okay. Tumetazama mchezo mzuri na mechi nzuri sana baina ya Bagamoyo Veterans pamoja na Musoma Veterans. Kwanza, mliwiwa kitu gani mpaka mkaweza kutengeneza mechi kama hii ya kirafiki, kuwatoa Dar es Salaam mpaka kuwaleta ndani ya mkoa wa Mara? Sawa tu, kama ilivyo kawaida yetu, tuna tabia ya kukutana wachezaji tulicheza zamani. Tuna mawasiliano kati ya sisi kwa sisi. Kwa hiyo wenzetu walipoomba mwaliko wa kuja kwetu, tukawakaribisha kwa moyo mmoja, na kwa maana ni kawaida ya sisi tunapopata nafasi basi tuna tabia hiyo ya kuchangamana kama tulofanya michezo hii katika muda uliopita. Okay, kama mlivyopata nafasi mkabidi muweze kualika wenzenu na muweze kucheza mchezo wa kirafiki, lakini mchezo huu unaleta hamasa kiasi gani hasa kwenye mkoa wa Mara kuhusu mpira wa miguu? Yote tunafanya hamasa, na ndio maana utaona kwenye timu zote mbili tumechanganya baadhi ya vijana kidogo, lakini wewe utakuwa shuhuda hapa. Tunajaribu kuwapa hamasa vijana. Unaona wazee jinsi ambavyo kwa watulivu wanavyojua kutoa pasi na kufanyaje. Kwa hiyo kikubwa chetu tunachokihamasisha sana ni kwamba katika michezo kuna mambo mengi tu, kuna afya, kuna ajira, lakini kuna ushirikiano. Lakini kama tulivyosema mwanzoni, sisi tunaamini katika michezo kuna amani. Kwa hiyo utaona wenzetu wametoka mbali kote, kwa kila sehemu waliopita zote kwa ni amani tu mpaka wanafika Musoma. Na kama nilivyokutangulia mapema awali, ni kwamba tunafanya taratibu hizi kwa kuinua soka, hasa zaidi kwa upande wa mkoa wa Mara. Of course kama sisi tumeona sisi ni wageni wetu sawa, lakini tukaona hapana, ili kuhamasisha tukasema basi tuwaomba wenzetu waje wacheze mpira na wafanye mazoezi pia na biashara veterani. Baada ya sisi lengo kubwa ni nini? Tunataka tuhamasishe vijana kwenye michezo kuna kila jambo. Sahihi kabisa, kwenye michezo kuna kila jambo. Lakini umeutazamaje mchezo wa leo baada ya kutoa sare ya goli 1-1 ndani ya dakika 90? Mchezo ulikuwa ni mzuri na tunamshukuru Mungu. Kutoka ndani mtu hajaumia, hajafanyaje. Maana kwenye mpira kuna haya mambo, kuna kukimbia, unaweza kuteleza ukaanguka vibaya. Namshukuru Mungu kama tumemaliza vizuri, lakini namshukuru Mungu pia kwa sisi kusawazisha, kwa sababu wenzetu tutangulia mapema tu kutufunga kwa kosa la kawaida tu la mchezo. Wamepiga kona ambao wenzetu wakapiga free header. Sisi kwa tunabaki kubishana katika vitu ambavyo nafikiri funzo kwetu, mwalimu lazima ataangalia namna hiyo. Kwa hiyo tumekuja kurudi kwenye mchezo dakika nazo tukimbia, lakini kwa ujumla nasema kwa mchezo ulikuwa ni mzuri sana. Niwashukuru wenzetu wa Bagamoyo, wana nidhamu ya kiveterani sana. Wana nidhamu kubwa sana ya kiveterani. Veterans wa wagongani, wa wafanyaje, na veterans kutoka uwanjani mnashikana mikono, hamna cha ugomvi wala nini. Na mwisho wa siku basi ndio kama hivyo nilivyokuambia, matokeo yamekuwa hivyo. Tumepata kati ya matokeo matatu, tumepata moja. Maana kuna kushinda, kuna kutoa draw, lakini kuna kufunga pia. Tumetoa draw, tunashukuru Mungu kwa sababu hatugawani pointi, na kama nilivyosema other veterans tuchukue haya magoli tukayapeleka nyumbani tukamwambia watoto leo nimekuja na hili, hamna. Kwa hiyo nashukuru kwamba tunatoa draw, lakini kesho pia tutakuwa tuna mechi nao asubuhi. Basi kesho asubuhi tumeangalia makosa, wajiandae sana, sisi ni hao wenyewe tu. Hawa wenyewe wazee wenyewe, lakini kesho tutabadilika kwa namna nyingine pia. Asante. Okay, shukrani sana. Mtazamaji wa Yegowast TV, nilikuwa nazungumza na kiongozi wa Musoma Veterans, lakini pembeni yangu hapa niko na kapteni wa timu ya Bagamoyo Veterans. Kapteni, habari za saizi? Salama bana, habari. Salama kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Majina naitwa Isa Ayubu Mohamed almaarufu Isa Chona. Alimaarufu Isa Chona. Bwana, umesafiri zaidi ya kilomita 1370 kutoka Dar es Salaam mpaka mkoa wa Mara. Kwanza vipi, yani umewiwa nini kuja kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Musoma Veterans? Cha kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumecheza mechi yetu salama, tumemaliza salama. Lakini kubwa zaidi iliyotupelekea tumetoka Dar es Salaam Pwani Bagamoyo mpaka tumefika Musoma ni kuendeleza tu ndugu, jamaa pamoja na urafiki. Sababu kama unavyojua michezo ukiachilia mbali ajira siku hizi, lakini pia ina faida nyingi, afya, tunajuana, watu tunapata connection humu. Kwa hiyo kwa kutoka Musoma kuja hapa, hiyo ni kawaida yetu Bagamoyo Veterani.
Kwa sababu pia Tanzania sisi tumebakisha mpaka sasa hivi tumebakisha mkoa mmoja tu wa Kigoma, ila Tanzania nzima tumeshazunguka bado Kigoma tu. Kwa hiyo ni kawaida yetu Bagamoyo Veterani kuendelea kuzurura na kutembea zaidi, ni kuweza kujitangaza Bagamoyo Veterani, lakini pia kupata connection kutoka katika sehemu mbalimbali, kwa sababu kama unavyojua kusafiri pia ni moja ya elimu. Sahihi kabisa. Wewe kama kapteni na ulikuwepo ndani ya uwanja ndani ya dakika 90, umeutazama mchezo na umeona jinsi mchezo ulivyokuwa. Umeona timu yako imekosea upande gani ambao mpaka umeweza kupata sare ya goli 1-1 aliyekuwa ulikuwa unaongoza? Nafikiri timu haijakosea, ni hali ya mchezo tu. Ni hali ya mchezo kama wao walivyofanya mistake, tukatangulia sisi goli 1 and then na sisi tukafanya mistake wakakomboa goli. Kwa hiyo hatujakosea sehemu, ni hali ya mchezo, tumecheza na ni kawaida, yani ni kawaida. Kwa hiyo sio kama tumekosea au tumefanyaje. Unajua mechi zetu hizi za veterani sisi hatuangalii sana matokeo, tunaangalia sana hivi tulivyokuja, tumepata connection ya watu wapya, afya tumetengeneza. Kwa hiyo tunaangalia zaidi vitu hivyo, sio matokeo sana, japo matokeo yanakuwa muhimu pia, lakini sio muhimu sana. Captain, habari saizi? Salama, habari za majukumu? Salama kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Adam Chiguma. Adam Chiguma. Ulikuwa eneo la goalkeeping. Mchezo ule ulikuwa ni mzuri na tumecheza, ni katika hali ya mchezo basi tumefanya mistake kidogo inatoka umetuayo mpata goli. Hii ni familia ya mpira. Bagamoyo Veterans ni wachezaji wa zamani, kwa hiyo wanapenda kutembea maeneo mbalimbali ambako kuna timu za veterans. Kwa hiyo ujio wao kwetu hapa mkoa wa Mara ni pia ni funzo hata sisi tuweze kutoka na kutembea maeneo mbalimbali tofauti kama walivyokuja wao. Ni funzo pia, lakini unawaambia nini watu wa Mara na viongozi wa soka viongozi wa chama cha mpira mkoa wa Mara na wilaya ya Musoma mjini kutokana na hiki ambacho mmekifanya kama Musoma Veterans? Napenda tu kuwaasa viongozi wa chama cha mpira wa miguu kwamba familia mpira bado inatambua kwamba kuna baadhi ya mikoa kama Mara kuna vipaji na kuna watu washacheza mpira zamani wapo. Kwa hiyo sisi kama Veteran Mara tunaonyesha mfano mkubwa wa kuweza kuelewa na Mara kwamba tupo na tunaendelea kufanya mazoezi, tunaendelea kuwakaribisha watu ambao wana uwezo wa kucheza mpira. Karibu Musoma Veterans. Shukrani sana kapteni. Asante. Mtazamaji wa Yogo Wasu TV, bado tupo hapa katika uwanja wa Musoma wa Karume Stadium, na pembeni yangu niko na mwalimu kocha wa Bagamoyo Veterans. Kocha, habari za sasa hizi? Nashukuru bwana, na wewe hali yako? Salama kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Sadiki Duzu. Sadiki Duzu. Bana, umesafiri kilomita 1370 mpaka ndani ya mkoa wa Mara. Kwanza ni mara yako ya kwanza kufika mkoa wa Mara? Ni mara yangu ya kwanza. Umeona kitu gani cha kitofauti ndani ya mkoa wa Mara na mkoa wa Dar es Salaam? Dar es Salaam purukushani nyingi. Mara ni mji ambao umetulia. Mara ni mji ambao umetulia. Kabla ya yote, umekula kichuri? Sijakula bwana. Kutoka labda nitaenda kujaribu tena. Okay, sawa. Kocha, umeutazama mchezo na umeona mchezo. Timu yako imefanya makosa sehemu gani mpaka inaweza kuruhusu goli la kusawazisha? Timu yangu kipindi cha kwanza tumecheza vizuri. Tumewamiliki wapinzani, tumepata goli kwa muda mwafaka na tumelilinda goli letu mpaka half time. Lakini kipindi cha pili katika kubadilishaji wa wachezaji, kweli tumebadilisha wachezaji, lakini kidogo walikuwa wachezaji tuliowabadilisha hawakuwa watulivu katika mfumo ambao tulioweka tucheze. Kwa hiyo walikuwa wamechanganyikiwa baada ya wenzetu kuingiza vijana wengi. Kwa hiyo ikawa sisi imetupa mzigo mkubwa, lakini sio mbaya, ni moja ya mchezo. Tunajipanga kama kawaida na tutacheza mpira wetu kama kawaida. Nitaongea nao wachezaji wangu, tubadilike, tusipendelee kushambulia sana. Tushambulie kama tulivyocheza kipindi cha kwanza, tulitulia, tulikava nafasi zile za kucheza, lakini kipindi cha pili tukaziachia zile njia. Kwa hiyo na hii kipindi mwingine na watu hawajua, tutawasoma, tutaangalia mchezo wao, tutarekebisha makosa. Okay, mwalimu, shukrani sana. Asante bwana. Karibu Musoma. Asante bwana. Habari sasa hizi? Salama tu, habari ya kushinda? Salama kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Ramadhani Magoe. Ramadhani Magoe. Kocha wa Musoma Veterans. Okay, kocha wa Musoma Veterans. Mwalimu, umeutazama mchezo ndani ya dakika zote 90, umeona vijana wako wameweza kupata sare ya goli 1-1 na ulikuwa nyuma kwa goli 1 ukafanya sabu ukasawazisha. Wapi vijana wamekosea mpaka ukaweza kuchukua sare ya goli 1-1 ndani ya uwanja wa nyumbani? Nakushukuru sana. Umezungumza swala la ufundi mkubwa kabisa. Tumefanya kosa mapema kuwadharau wapinzani. Wachezaji wangu wamedharau wapinzani baada ya kuwaona kama ni wazito na wenye umri mkubwa. Kumbe ni wajanja, wana uwezo mkubwa wa kumiliki mpira.
Ni wajanja wana uwezo mkubwa wa kumiliki mpira. Baada ya kulitambua kosa hilo, ulifanya kitu gani kama mwalimu na technical bench lako kwa ajili ya kurekebisha makosa na ukaweza kupata sare? Asante sana kwa swali zuri. Nilifanya sabu na niliwaambia wawe serious sana na mchezo huu. Wacheze kama wanavyocheza siku zote. Wasidharau, wacheze kwa position. Waposesi mpira na watoke kwa haraka. Ndio mambo yaliyofanyika na kupata matokeo na kusawazisha. Okay, ndio mambo yaliyofanyika na kupata matokeo na kusawazisha. Kocha, una mchezo mwingine dhidi ya Bagamoyo Veterans kesho katika uwanja huu wa Karume Stadium. Umejipanga vipi na mchezo wa kesho? Kwa kesho nafikiri hakutakuwa na wasiwasi kwa sababu tumeona wapinzani wetu walivyo. Kesho tunaingia na mbinu nyingine. Nafikiri tutapata matokeo kwa sababu uwezo wao, umiliki wao wa mpira, sisi tunaweza kumiliki zaidi yao. Na sisi tunashambulia kwa kasi kama kawaida ya timu yangu. Leo tulikuwa slow, lakini kwa kesho tutakwenda kasi. Tutafungua uwanja kwa spidi, tutapata matokeo. Okay, asante sana mwalimu. Ulipata idea ipi mpaka ukaona kwamba inabidi uwalete Bagamoyo Veterans kuwatoka Dar es Salaam mpaka hapa mkoa wa Mara? Kama ambavyo nimekuwa nikisisitiza siku zote, tunahitaji mpira uchezwe. Ni kama vile tumepoteza ramani ya mpira kwenye mkoa wetu wa Mara. Nafasi ya kucheza mpira imekuwa ni ndogo sana. Tunatamani kuhamasisha watu waweze kusogea uwanjani. Na hii ndio maana hatimaye tumeamua kuwaleta Bagamoyo Veterans. Tunatengeneza channel pana ili watu wacheze mpira. Tunaanzia kwa wazee na hatimaye tutafika kwa vijana. Umeanzia kwa wazee, hatimaye utafika kwa vijana. Kabla sijaenda mbali zaidi, nahitaji uahidi wana Mara kitu. Umewaleta leo Bagamoyo Veterans. Kwa baadaye unaweza ukawaleta na wengine? Hilo liko mbioni. Kubwa zaidi kabisa naomba niliweke wazi kwamba mwezi wa 10 tuna Nyerere Day. Kutakuwa na timu nyingi tu hapa kwa ajili ya mashindano haya ya Veterans. Mpira utachezeka hapa. Lakini hiyo haitoshi. Wao wamekuja Bagamoyo. Na sisi hatimaye tutasafiri kwenda Bagamoyo. Sio Bagamoyo tu. Tutafika Dodoma na mikoa mingine. Tutakwenda Arusha. Tumeona na jinsi gani ratiba itakayokuwa inaturuhusu. Kwa sababu wengi wao ni watumishi. Ratiba ikiruhusu katika nafasi za utumishi, basi tutafika sehemu tutawasogelea na wengine ili na wenzetu waendelee kuja. Umeona makosa gani mmetengeneza kama Msoma Veterans na ikapelekea mpaka mnatoka nyuma kwa goli 1-0 mnasawazisha mnapata sare? Kimsingi tulianza katika hali ya chini sana. Kwanza tumecheza na watu ni wageni, hatufahamiani nao. Tuliingia kwenye mfumo wao kiasi fulani. Tukatoka kwenye mfumo wetu. Kawaida tumezoea sisi tunacheza pasi za miguuni, pasi fupi, tunasogea na hatimaye tunapiga. Lakini leo tulijikuta kwamba tumeingia kwenye mtego. Baada ya kutumia ule ujanja ambao kwa maana kwamba tunapovuka katikati, tunapokwenda mbele, watakuwa ni watu wa speed lakini wenye pasi fupi zenye uhakika. Leo tulipotea kiasi kipindi cha kwanza. Leo mlipotea kiasi kipindi cha kwanza. Lakini we kama katibu mkuu, na katibu mkuu ndio kila kitu. Umekaa na technical bench, umeweza kuona madhaifu ya timu. Mnajipanga vipi kwa mchezo unaofuata kwa ajili ya kurekebisha madhaifu na muweze kupata ushindi? Kikubwa nimeongea na mwalimu, nimeongea na kapteni. Changamoto kubwa ambayo imetupata, nafikiri mwalimu ataifanyia kazi ule kwanza tukiwa chini sana. Lakini vile nilichokigundua, kapteni wetu ana kazi kubwa ziada ya kufanya. Kubwa ziada ya kufanya ni kuzungumza na wachezaji uwanjani. Kuzungumza kwa wachezaji kwa maana ya mbinu. Kwamba mpira unapigwaje, mpira utembeeje, kukumbushana majukumu kwamba ukipoteza kaba na kukaba kunaanzia juu ndipo tutakabia ndani. Mwisho wa siku tutasogea, tutapata matokeo. Tukiwa wavivu, tukiwa wazee, matokeo yatakuwa ni finyo sana. Leo tumepata draw, naamini kesho ni ushindi. Amisi bwana, leo umepata draw, naamini kesho ni ushindi. Unawaahidi nini wana Musoma ambao wanawatazama Msoma Veterans kwa mchezo wa kesho? Kwa kweli kesho ninachoahidi kwamba itakuwa ni burudani ya aina yake. Kwa sababu itakuwa ni mechi ya mwisho wakati wageni wetu wanatarajia kuondoka. Kwa tutacheza mpira zaidi kuliko porojo. Mpira utakuwa mwingi na mpira utakuwa ni wa uhakika na mpira utakuwa ni wa kizee. Kwa maana kiveterani. Anaujua mpira, anautembeza, unauona, unaenjoy. Na wakaribisha wana Mara waje washuhudie hii mechi. Mtazamaji wa Yego Wasu TV, karibu tena katika uwanja wa Karume Stadium, na mchezo umemalizika hivi sasa, na pembeni yangu niko na mwenyekiti wa Biashara Veterans. Mwenyekiti, habari za hizi? Salama tu, habari ya shughuli? Salama kabisa. Tumeona mchezo umemalizika dhidi ya Biashara Veterans pamoja na Bagamoyo Veterans. Umeonaje mchezo wa leo? Kati ya michezo ambayo tumeenjoy, tumecheza na
timu ambayo ina wachezaji au ina wachezaji ambao ni rika ambao ni la veterans, hii ilikuwa ni mojawapo. Kwa hiyo tumeenjoy sana, tumecheza mpira ambao kiukweli ni wa veterans. Mmecheza mpira ambao una veterans, lakini pia kuna makosa madogo madogo yamejitokeza ndani ya timu ya Biashara Veterans, na mwenyewe kwa miongoni mwa wachezaji ambao walikuwepo uwanjani. Wewe na technical bench mnaonaje kuyamaliza ya makosa yaliyokuwa? Kesho bado mna mchezo dhidi ya Bagamoyo Veterans. Ni kweli ukiona kuna makosa yanatokea uwanjani, unajua tunacheza na timu ambayo uwezo wao ni mzuri, ambao unaonyesha kabisa kwamba kuna mapambano. Kwa hiyo makosa yale madogo ambayo yametufanyisha hata na sisi tukose ushindi kwa leo, tunayafanyia kazi. Benchi la ufundi nafikiri imeona, na moja kati ya wachezaji ambao walikuwa wanacheza ni moja kati ni kocha ambaye anatuongoza kwenye benchi la ufundi. Ina maana ameona kile ambacho kimetokea na atarekebisha. Naamini kesho tutafanya ni kizuri zaidi. Sasa kesho mtafanya kizuri zaidi. Wewe kama mwenyekiti wa Biashara Veterans na umeona mchezo mzima jinsi ulivyokwenda, unahamasisha kitu gani ndani ya mkoa wa Mara baada ya kutoa timu ya Bagamoyo Veterans, kuwatoa mkoa wa Dar es Salaam na kuwafikisha hapa mpaka mkoa wa Mara? Na ni kipi ambacho unakiona kwa wana Mara kwa ujumla kuhusiana na huu ushirikiano ambao mnaufanya kupitia mpira wa miguu? Ni kweli kabisa, kutoa timu kutoka Bagamoyo ambao ni mkoa wa Pwani kuja Mara ni mbali sana. Kwa hiyo lakini inapoonyesha kwamba watu wamekusudia, wana malengo ya kujenga kama sio afya tu basi na ushirikiano, kuitoa mtu kutoka mkoa wa Pwani kuja mkoa wa Mara kwa ajili tu ya kucheza mpira na tena ambao sio wa ushindani, ni kitendo ambacho sisi tunapaswa kuiga, na sisi tukusanye watu ambao waliucheza mpira zamani, ambao wanaojua mpira, na sisi tufanye tuige ili tendo ambao hawa wenzetu wamelifanya. Umeipokeaje matokeo ya leo, sare ya kutokufungana 0-0? Ni kweli unapokutana na timu ambayo ni nzuri na sisi ni wazuri, matokeo kama haya huwa yapo. Tunashukuru sana, wametupa funzo. Next time tutafanya vizuri zaidi. Captain, habari sasa hizi? Salama tu, habari? Salama kabisa. Kwema. Mchezo umemalizika na mmeweza kupata sare ya kutokufungana. Umeonaje mchezo wa leo? Mchezo wa leo ulikuwa mzuri. Tumemiliki mchezo kipindi cha kwanza na cha pili. Hatukuwa na bahati ya kufunga. Tumecheza vizuri, ila tumemiliki mchezo dakika zote 90. Hatukuwa na bahati ya kufunga. Hamkuwa na bahati ya kufunga, sahihi kabisa. Lakini umeonaje wachezaji wenzako ndani ya dakika 90 mlizocheza? Ni makosa ya upande gani ambao umeona kwamba tulipata nafasi tukazitumia na tumepata nafasi tukashindwa kuzitumia, na makosa yameonekana upande gani? Kipindi cha kwanza nadhani dakika zote 30 tumechezea upande wao. Sema forward zetu hawakuwa makini kuliona goli na kufunga. Uzembe, tunafika golini, kuna mapungufu kidogo ambayo yanaonekana, ila mwalimu atafanyia marekebisho, tutakaa sawa. Ukitazama umri umekwenda, na hii ndo maana ya kuwa veterans. Mzee wangu, habari sasa hizi? Safi, mashukuru. Kwa majina unaitwa nani? Jina naitwa Mahmud Fumo, mchezaji wa Bagamoyo Veteran. Okay, mchezaji wa Bagamoyo Veteran. Ni kwa mara ngapi unafika ndani ya mkoa wa Mara? Kimichezo ndo mkoa wetu wa mwanzo Bagamoyo Veteran, lakini Bagamoyo Veteran kama ambavyo tumejipangia kila mwaka tuende safari ndefu ya kuanzia kilomita 1300-1400 kila mwaka, lakini kwa Musoma ni mara ya kwanza. Kwa Musoma ni mara ya kwanza. Ni kweli mmesafiri kilomita nyingi sana mpaka mnafika hapa. Ni kitu gani umekiona cha kitofauti ndani ya mkoa wa Mara hasa kwenye swala la michezo kwenye upande wa mpira wa miguu? Sema kweli, wana Musoma mko vizuri, kwanza wakarimu, halafu ni watu wenye kupenda mpira. Sasa tofauti ya mpira na kupenda na watu wanavyochukulia. Sasa kwa sababu mambo mengine hatuna uwezo nayo, lakini hapa tulipofika tumepata mapokezi mazuri na tuendelea kuishi kama tuko nyumbani. Okay, sasa mmecheza mchezo wa pili dhidi ya Biashara Veterans na mmeweza kutoka sare ya kutokufungana. Mchezo kwako ulikuwa mgumu kiasi gani ulipokuwa uwanjani? Mchezo kwangu ulikuwa ni mgumu kwa sababu ukiangalia umri wangu na vijana, mimi nakaa mara nyingi nikiona wananifika mimi naondoka kwenye maeneo ili niwe na nafasi nzuri zaidi, lakini kwa wastani mcheza mpira mzuri. Umeonekana unafanya vitu vya hapa na pale vizuri zaidi. Hata kipindi tuko huko nje tulikuwa tunaona watu wanasema mzee yuko vizuri. Siri ya kujiweka siri ya kuwa na hivyo vitu ambavyo ulivyo navyo ni ipi kwa vijana? Kwanza ni mchezaji wa zamani wa ligi kuu Zanzibar, Tanzania bara ligi daraja la 3, lakini kubwa ni kujilinda na
kuheshimu mwili wako. Sahihi kabisa, kubwa ni kujilinda, kuheshimu mwili wako. Una hamasa gani unaitoa kwa vijana ndani ya mkoa wa Mara? Kwa kweli vijana sio mkoa wa Mara tu, Tanzania mzima. Mpira sasa hivi ni fursa, lakini kwa bahati mbaya zaidi vijana mpira sasa hivi hawaupendi. Kwa nini hawaupendi? Hata sielewi, manake fursa za mpira Tanzania au dunia zipo nyingi tofauti na sisi tulipotokea, lakini jinsi unavyoona anavyoshirikia mpira ni vitu tofauti. Kwa hiyo ni tatizo kubwa sana kwa vijana, lakini fursa mpira ipo. Umefika mkoa wa Mara na baadhi ya vitu umeviona na umeona mazingira. Siri ya mkoa wa Mara wanakuambia ni nyama na kichuli. Vipi, umefanikisha kula nyama na kichuli? Kubwa bana, kichule sijakula, lakini ugali wa mtama na mwingine nimekula na nimeufurahia. Chakula cha asili kabisa. Na mimi nikifika nyumbani itabidi nikiandae. Okay, shukrani sana. Shukrani sana. Asante sana. Mtazamaji wa Yogo Wast TV, ukitazama kwa makini tupo hapa ndani ya uwanja wa Karume Stadium na tulikuwa tunakuletea moja kwa moja mchezo baina ya Biashara Veterans pamoja na Bagamoyo Veterans. Bagamoyo Veterans ni timu inayotoka mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Pwani, lakini imesafiri kilomita 1370 mpaka kufika hapa. Na yote hayo pia tuna wadau mbalimbali wa mpira wa miguu hapa ndani ya mkoa wa Mara. Tuna mchezaji wa Biashara Veterans. Niko naye hapa mchezaji wa Biashara Veterans, japokuwa leo hajaonekana uwanjani. Bana, habari saizi? Nzuri Jose, vipi? Bana, poa. Shwari. Leo sijakuona uwanjani. Leo naweza nikasema nilikuwa na majukumu hapa na pale, ndio maana sikuweza kuja uwanjani. Japo nimekuja kwa support wenzangu kwa kuangalia mechi ambayo zilikuwepo hapa. Kwa muda uliofika na jinsi ulivyotazama mechi kati ya Biashara Veterans pamoja na Bagamoyo Veterans, ni kipi umekiona ambacho ndani ya uwanja Bagamoyo Veterans walifanikiwa na Biashara Veterans walifeli? Kwanza nimevutiwa na timu ya Bagamoyo Veterans kwa sababu kwanza ukiangalia wao umri sahihi wa veterans unawaona kwamba hii ni timu ya veterans. Umri umezingatiwa kuliko hizi timu nyingine, Biashara Veterans na Msoma Veterans. Maveterans ambao wana umri mkubwa ni wachache. Kwa hiyo nimeenjoy wao wanapocheza. Wanacheza ule mpira wa kwenye nafasi, hawakai na mipira. Kwa hiyo wanafundisha vijana kwamba mpira unahitaji utumie nafasi na pia usikae na mpira. We kama mchezaji na kama mdau wa soka ndani ya mkoa wa Mara, umeona kipi ambacho Biashara Veterans walifeli ndani ya uwanja na kuweza kupata sare ya kutokufungana? Kikubwa kwa timu ya Biashara Veterans ambacho nimekiona ni kwamba kwanza ni timu ambayo kwanza tukile kwamba ni timu nzuri, lakini inapokutana na hizi timu ambazo zina maveterani ambao wanamiliki mpira, wanaposesi mpira, huwa mechi hiyo inakuwa ngumu, kwa sababu ukiangalia Biashara Veterans kama nilivyotangulia kusema awali kwamba wana timu ambayo haina wale alisia maveterani. Kwa hiyo unakuta muda mwingine wale ambao soma veterani wanapoingia kucheza mchezo unakuwa mgumu, kwa sababu unakuta wao always wanawaza kufanya learning ambazo mwisho wa siku unakuta wale Bagamoyo Veterani walikuwa wao wanakaa nyuma, wanabana zile spaces ambazo zimeachwa wazi. Kwa hiyo kama nyinyi mnaingia mnacheza ule mpira wa kukimbia kwenye zile nafasi, mnakuta zile nafasi zishabanwa. Kwa hiyo mechi hiyo inakuwa ni ngumu. Ndio maana umeona Biashara Veterans wameshindwa kupata matokeo, hata Msoma Veterans wameshindwa kupata matokeo, kwa sababu ukiangalia Biashara Veterans na Msoma Veterans ni timu ambazo zinacheza mpira ule, zina vijana wengi naweza nikasema ambao soma Veterans. Zina vijana wengi ambao sio maveterani, lakini kama tulivyotazama ndani ya dakika 90 za mchezo wa leo kati ya Bagamoyo Veterans pamoja na Biashara Veterans, kuna vitu vingi vimefanyika sana. Wapi ambapo umeona Bagamoyo Veterans wanatakiwa wafanye mabadiliko, kwamba timu iko vizuri, lakini kuna sehemu gani ambazo unaona zina mabadiliko dhidi ya mchezo unaofuata hapo kesho? Anachokiona nimeona wana possess kuanzia nyuma vizuri, wanakuja katikati, wana viungo wazuri, lakini shida yao imebaki kufanya transition ile ya kufanya timu iongezeke mbele ili iweze kufunga. Sababu umeona always wamekuwa wakikaa nyuma, kama mlivyoona walikuwa wana striker mmoja ambaye ana speed. Kwa hiyo kama wakibuild up timu kutoka nyuma alafu baadaye wakabidi waongezeke wengi juu pale kwa ajili ya kufunga, mimi naamini wangepata matokeo kwenye mechi ya leo. Kwa hiyo cha kurekebisha pale ni kwamba wanabidi wafanye transition ya kuongezeka juu ili waweze kuwa wengi kwa ajili ya kuscore. Neno lako kwa mwisho dhidi ya Biashara Veterans pamoja na Msoma Veterans kupelekea michezo ya kesho dhidi ya Bagamoyo Veterans ambayo itafanyika katika uwanja wa Karume hapa mjini Musoma? Neno langu kwa Biashara Veterans na Msoma Veterans kesho, mechi ambazo zitafanyika, waende kufanya assessment ya makosa yale ambayo yalikuwepo, kwa sababu tumeona kosa kubwa tu ambalo lilikuwepo ni kwamba utengenezaji wa nafasi.
wameshindwa kutengeneza nafasi, japo tuweze tukasema kwamba jumla wameshindwa kutengeneza nafasi zimetengenezwa, lakini zinatengenezwa zile nafasi ambazo tunasema kwa wakati wa kufunga zinakuwa ni ngumu. Kwa hiyo wakirekebisha sehemu ile ya kutengeneza nafasi, kesho mimi naamini wanaweza wakapata matokeo zidi ya hawa Bagamoyo Veterans. Na tutarajia kukuona kesho uwanjani? Kesho inshallah, Mungu akijalia mtaniona uwanjani asubuhi. Okay, shukrani sana Kevin. Nashukuru sana. Okay, mtazamaji wa Yogowasu TV, huyu alikuwa ni Kevin, mmoja wa wachambuzi nguli sana wa mpira wa miguu na mmoja wa wadau wa soka hapa mkoani Mara na wilaya Musoma mjini. Na mchezo umemalizika hapa katika dimba la Karume Stadium dhidi ya Biashara Veterans pamoja na Bagamoyo Veterans, na mchezo umalizika ukiwa kwa sare ya kutokufungana 0-0. Na baada ya mchezo huu kumalizika ni mwanzo wa mchezo mwingine baina hapo kesho, na kesho tutakutana hapa kuanzia majira saa 2 kamili asubuhi kwa ajili ya mchezo mwingine kati ya Biashara Veterans pamoja na Bagamoyo Veterans, lakini Musoma Veterans pamoja na Bagamoyo Veterans. Tukupe tu kwamba tukwambie kwamba unahitaji kusubscribe, kufuatilia kupitia Yogowasu TV kwa mitandao ya kijamii, tunapatikana kama Yogowasu TV. Nyuma ya kamera yupo Dakao. Kwa majina mimi ni Joseph Pasco Manji.